hii. Mungu awabariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa majina naitwa mtume na nabii Dr. Joakim Peter Kimanza, mwangalizi mkuu wa makanisa ya Jesus Power Miracle Church ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini pia ni rais wa baraza original la mitume na manabii wote Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya tukio moja kubwa la kitaifa. Tuko hapa kwa ajili ya kuyathibitisha matendo ya Mungu kwenye viwanja hivi, lakini pia chini ya mbeba maono Kennedy Mwasumbi, Bishop Prophet. Tumebarikiwa sana na maandalizi haya, lakini pia naheshimu uwepo wa watumishi wote, maaskofu, mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na watu wote wenye huduma mbalimbali katika wito wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kwenye utulivu kwenye kiti chako, kabla tujaanza rasmi, niseme mimi nimepata neema ya kuaminika na dhamana ya kusimama mbele yenu kwa ajili ya kuombea tu maombi kwa ajili ya mwili wa Kristo. Litakuwa ni ombi namba 1, lakini ombi namba 2 tutakuwa tunaombea makanisa, watumishi wa Mungu kuwa na mshikamano. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu vingi Mungu amechelewa kufanya katikati yetu kwa sababu ya kutokuwa na ule ushirika wa kweli. Tumepoteza haki za msingi kwa sababu ya kutokuwa na ushirika wa kweli. Ninukuu kitabu cha Yohana sura ya 17, wakati Yesu anakabidhi kazi zilizokuwa zinafanyika katika mwili na kuliimarisha kanisa. Mstari ule wa 20 natamani ninukuu hapo, anasema wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Mstari wa 21 anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu na mimi ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mwisho wa kunukuu. Bwana asifiwe sana. Agizo kuu ni sisi kuwa na umoja. Lakini pia ukipita kwenye Zaburi ya 133 kwa haraka, utasoma kwa wakati wako, Biblia inatuhamasisha sisi kama ndugu katika mwili wa Kristo kuwa na umoja. Na hii ndio kitu ambayo imesababisha kanisa linaanza kukosa nguvu kwenye maeneo fulani. Sasa Mungu akishainua watu ambao wametambua sauti ya Mungu kwenye sehemu kama hii, ni lazima tujitoe kuomba sana na tuthibitishe ile nguvu ya Kristo ya kuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi niungane na mhubiri mkubwa aliyepita kusema kwamba hizi haki ambazo tunazitaka ni lazima mwili wetu uwe mmoja. Sema haleluya. Niombe tusimame sasa, alafu tuombe. Kila mmoja asimame aombe. Kuunganisha mwili wa Kristo au kanisa ni pamoja na kuiona familia yenye mafarakano ambayo haijawahi kusimama vizuri. Ndugu, marafiki, wazaliwa wa tumbo moja kuwa tofauti, leo tunasimama kama mitume na kama manabii kwa ajili ya tamko ya kulifanya kanisa liwe na nguvu na kusimama pamoja bila kujali dhehebu wala dini. Naomba unyoshe mkono wako juu, sema Bwana Yesu, tuko katika viwanja hivi kwa sauti moja, sisi kuungana na kanisa lako kuwa sehemu moja na mwili mmoja. Tunatambua wazi ya kwamba wewe Kristo umekuwa mwili kwetu na umekuwa roho kwetu kwa sababu ya umoja uliokuwa nao pamoja na Baba. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunakwenda kinyume na roho zile za mafarakano.
tunasimama kila mmoja kwa sauti yake hivi tunavyosikika, kufanya mwili wako kuwa mmoja na kanisa kuungana nawe, na kazi zako katika kanisa kuwa sehemu moja. Tunatangaza leo kama taifa la Tanzania ya kwamba hakutakuwepo mgawanyiko tena wa kanisa wala makanisa. Tumesimama kama sehemu yako, watu wote na madhehebu yao tuwe kitu kimoja. Na hata siku nyingine tukipokea sauti kama hii, watu tusimame kuwa wamoja, tufanye kwa pamoja, tuishi kwa pamoja, tuombe kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru hata siku hii ya leo kupata fursa hii na kusimama tukitamka kwa ajili ya kazi hii njema, kwa ajili ya maono haya ya kipekee. Kila mmoja wetu katika nafsi na katika roho, tunakataa mafarakano kwa mwili wako, tunakataa mafarakano kwa kanisa, tunakataa tofauti za namna yoyote zinazotembea katika dini au madhehebu. Tunaungana katika madhehebu, tunaungana katika dini, lakini kwa sababu imani yetu ni moja, hata kama madhehebu yatakuwa tofauti, tumekuamini kama Baba ili usimame kwenye maisha yetu, usimame kwa kila familia. Watu wamepoteza neema zao kwa sababu ya kujihesabia haki, watu wamepoteza kazi zao kwa sababu ya kutoungana na mambo ya msingi. Leo tunakataa, tunasimama kama sehemu ya wale uliotuita na watakatifu wote waliosimama katika viwanja hivi, tukikuita Bwana, uliunganisha kanisa la Tanzania, liunganishe kanisa la Tanzania. Ondoa tofauti katika mioyo yetu, wote tukawe wamoja. Liunganishe taifa lako, unganisha kanisa lako. Najua kanisa likiungana hata kwa matendo makuu, najua hata viongozi wengine watatamani kuwa kama sisi. Roho za uhasi hazitasimama tena katika mwili wako, roho za uasi hazitasimama tena katika kanisa lako. Tunasimama leo tukipaza sauti hii sambamba na neno lako. Zaburi ya 133 na sura ya 1 mpaka ya 3 umesema ndugu wakiwa pamoja kwa umoja watakuwa kama mafuta yanayoshuka kwenye ndevu za Haruni. Nasi leo Bwana tunaliishi neno lako. Tumekuja kwenye viwanja hivi vya Mnazi Mmoja ili tuthibitike kwa uchache wetu, utuone ya kwamba tunalia kwa ajili ya kanisa. Tumekuja hivi tulivyo, hatuna mambo mengi, hatuna kazi kubwa, lakini leo tunasimama Bwana tukisema hakuna tena mgawanyiko wa kazi yako. Tulitarajia hata kwenye viwanja hivi kanisa lozote la Tanzania lingekuwa limeungana na sauti yako na maono yako. Bwana uliye hai, zungumza ndani ya watu wako, zungumza ndani ya maaskofu, zungumza ndani ya manabii, zungumza ndani ya mitume, zungumza ndani ya watendakazi, zungumza ndani ya mashemasi, zungumza ndani ya waumini ya kwamba sisi ni mwili mmoja na kanisa lako haliwezi kugawanyika. Tunaunganisha madhehebu yote, tunaunganisha Wakristo wote, tunaunganisha kanisa lote lisimame na wewe katika mwili wako. Yesu uliye hai, watazame watu hawa waliokuja kwenye viwanja hivi, wakumbuke hata wao kwenye familia zao, kuunganisha kazi yao, kuunganisha mwili wako. Bwana uliye hai, tunasimama kinyume na zile roho za mafarakano. Ile corruption spirit haitasimama tena. Tunaitia damu yako iwaguse watumishi wako, tuungane kwa pamoja. Hata tunaposikia habari za wito huu, tuungane kwa pamoja, tuache madhehebu yetu kama walivyokuja kwa wachache hawa. Wako hapa leo wanalithibitisha neno lako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu tunaondoa tofauti, tunaondoa mitafaruku kwa ishara ya kushikana, kwa ishara ya muungano huu. Tunaomba ndivyo kanisa lako likaungane kwa kunia mema, kwa kunia mabawa pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tutembelee leo, kila atakayetoka hapa akapatane na familia, apatane na madhabahu, apatane na kanisa. Rabosheketekera masaya likosekerama ramondara yaka kwa jina la Yesu Kristo. Baba uliye hai, fanya kitu kwa Tanzania. Ninajua sauti yako imekuja kwa mmoja
mmoja lakini inaenda kwa wengi, imeshukia kwa mmoja lakini inaenda kwa taifa, na itaenda kwa mataifa, na itafika kwenye ulimwengu. Kanisa lako lisijihesabie haki viburi vya uzima, wala visihesabiwe. Ile roho ya kiburi cha uzima tunaiondoa miongoni mwa viongozi wa ibada, tunaondoa miongoni mwa viongozi wa madhehebu. Bwana, tuwe na umoja kama wewe ulivyokuwa na umoja na baba yetu. Bwana Yesu, tusaidie mchana wa leo, tusaidie katika mkutano huu. Tunalia kwa ajili ya ardhi hii, ardhi hii kaunganishe, hii ardhi ikawe kiunganishi. Ndio maana Bwana umeweka mipaka ya kwamba Watanzania wahesabike kwa mipaka yao, na sisi kanisa tuheshimike kwa mipaka yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakusihi tena liunganishe kanisa lako. Bwana Yesu, inua tena mikono yako, sema Bwana Yesu, tunaliunganisha kanisa kuwa mwili mmoja na wewe katika viwanja hivi. Madhehebu yote yatajulikana kwa majina, lakini kwa imani tutatumika pamoja. Hebu tuombee sasa muunganiko kwa jina la Yesu. Na wale mlioko hapo, mnaweza mkashikana wawili watatu, mnaweza mkatengeneza raundi kidogo na wengine mkashikana. Tuunganishe familia, tuunganishe kanisa, tuunganishe mwili wako, tuunganishe watu wote. Wengine wamepoteza haki kwa ajili ya mafarakano, wengine wamepoteza ndoa zao kwa ajili ya mafarakano, wengine wamepoteza pesa zao kwa ajili ya mafarakano. Kanisa likawe mfano, likaunganishe watu hawa. Kanisa likawe mfano, kila aliyepoteza akumbukwe kwa walioshikana. Hiyo ndio ishara ya kwamba Tanzania, mwili wako sasa umekubalika. Kila aliyeshika mwenzake, wigo ukapanue wigo wa kazi hata za mikono yake. Kila aliyejitoa kufika kwenye viwanja hivi, waungane na neno litakalofuata wa mtumishi wako. Wakumbuke Bwana, tuna nia moja, ili tuwe mbali na roho za mafarakano, tuwe mbali na roho za udhaifu, tuwe mbali na roho za kukataliwa. Hata kwenye madhabahu zetu tukaendelee kuvuna, tukawe na maelfu ya watu kwa sababu ya umoja. Wengine wameogopa matendo yetu, wengine wameogopa tafaruku zinazoendelea, lakini leo hii tunasimama kama miongoni mwa manabii, na mimi kama mmoja wa mitume na manabii katika bara la Afrika, ninakwenda kinyume na ile roho ya mafarakano, ninakwenda kinyume na ile roho ya mtapanyiko. Tumeungana kwa mikono yetu, ikawe ndio ishara ya kuungana kiuchumi, ikawe ndio ishara ya kuungana kwa mwili wako, ikawe ndio ishara ya matendo makuu. Roho ya upendo ikaishi ndani ya kanisa lako kwa jina la Yesu. Inua tena mikono yako. Ninajua leo Mungu yuko hapa, kwingine katuma malaika, lakini leo yuko kwenye madhabahu hii. Mungu aliyemleta mbeba maono huyu na akaanza na kusema Tanzania itubu. Ninajua hii ndio huduma pekee itakayosababisha muunganiko mkubwa katika dunia hii. Inua mikono, sema Bwana Yesu, leo hii tunaweka alama kama ulivyoweka alama kwenye paji la uso la Kaini na ukamrehemu. Na leo hii uweke alama kwa kila mmoja aliyesimama kwenye viwanja hivi, maisha yake yakawe na muunganiko. Tuombe tena kwa ajili ya muunganiko. Baba, katika jina la Yesu, leo tukagongwe mihuri ya kwamba maisha yetu yatakuwa ni ya muunganiko. Roho za kutofautiana, roho za mafarakano, roho za kuwa kinyume, iwe na watoto wetu wa kiroho, iwe na watoto wetu wa kimwili. Hizo roho leo inawekwa alama ya kuwa tofauti na familia zetu, ya kuwa tofauti na ndoa zetu. Leo hii inawekwa alama ya kwamba kila
kila tutakapoonekana maisha yetu yatakuwa ya umoja, maana hata kazi tutakazozifanya zitakuwa ni za umoja, huduma tutakazofanya zitakuwa ni za umoja. Bwana Yesu, tunalileta kanisa la Tanzania, tuliunganishe katika ulimwengu wa roho, tunaliweka kwenye viwanja hivi. Tumekuja katikati ya mji huu, tunajua ya kwamba umeshuka kama Yerusalemu ndogo. Bwana, uko hapa, fanya jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako ituatamie sisi sote. Tunaomba neema yako ya mafanikio katika mwili wako, ya mafanikio katika kazi za mikono. Kila mtumishi mwenye wito wa kweli akakuone Bwana baada ya mkutano huu. Kila mtumishi mwenye wito wa kweli akaonekane katika mavuno mema, akawe na umoja kama vile ulivyo na umoja, kwa jina la Yesu Kristo. Omba kanisa, omba, 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 omba. Usikae kimya. Unapokaa kimya unajila ganji mwenyewe. Omba kanisa, funguka katika kinywa chako, mwambie Bwana maana yuko hapa, kuna jambo linaendelea. Mwambie Bwana maana yuko hapa, kuna jambo linaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Nimeanza kuiona neema kama mmoja wa manabii, nimeanza kuiona neema. Taifa letu litatamiwa na nguvu za Bwana. Taifa letu halitakuwa na kilio tena. Taifa letu hata kuendea uchaguzi mkuu watu watakuwa na umoja. Taifa litakuwa na umoja. Mbingu imetuhalalisha tuwepo kwenye viwanja hivi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninataka uendelee kutamka, maana kuna mambo makubwa yanafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mambo makubwa yanafanyika kwenye kinywa chako. Tamka juu ya umoja. Hata waliokukimbia, hata waliokuacha, waambie leo hii Bwana ameweka alama ili tuwe na umoja. Hatutakuwa na roho za kutelekezwa tena, hatutakuwa na roho za kushambuliana tena, maana Baba ni mmoja na sisi tuwe wamoja kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Rimosa yamaka riko senderebosaka. Umoja, 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 umoja. Tamka umoja, tamka neema hii. Leo ni bahati ya namna gani uwe miongoni mwa Watanzania milioni 60 na kitu, ukitamka juu ya kanisa kuwa na umoja, juu ya wewe kuwa na umoja, juu ya mwili wa Kristo kuinuliwa, juu ya taifa kutubu. Tamka kanisa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Niombe tu kila mmoja ambaye anajua Mungu ameweka maono makubwa ndani yake, bila kujali hali ulionayo leo, bila kujali kazi unazozifanya, bila kujali madhaifu yaliyopo. Pengine mtengano wa kanisa ndio ulipunguza nguvu za Mungu katika taifa hili. Pengine mtengano wa mababa wa kiroho, kila mmoja kujitaja yeye bila kuzinua wengine, inaweza kuwa ndio sehemu iliyosababisha mambo yaharibike. Najua Mungu anaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kila tunachokiona chini ya jua kimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Nataka kila mmoja ashike kichwa chake, tuipate huduma binafsi. Mungu akuone wewe kama wewe, alafu chochote utakachotamka juu ya kanisa Mungu akafanye zaidi ya matamko yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tembelea nafsi na roho. Umeumba na umetujenga na umetupa imani kuwa hivi tulivyo. Leo tuko katika viwanja hivi, tunaondoa zile taarifa za kudharauliwa au kudharaulika. Sisi kama kanisa ni mwili wako. Hatutakuwa kinyume na imani hii, hatutakuwa kinyume na kazi yako. Leo tumekuwa sehemu ya alama kwamba kusimama kwetu hapa ndivyo ukatuhudumie na familia zetu, ndivyo ukawahudumie Watanzania wote, ndivyo ukawape watu moyo wa rehema na toba, ndivyo ukatufanye sisi kuwa sehemu ya muunganiko katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Baba, tunazungumza tukiamini ya kwamba kila aliyegusa kichwa chake ni mtu maalumu. Umemleta maalumu kumfanya kuwa maalumu katika kusanyiko hili. Kwa jina la Yesu Kristo tunasema leo tuko mahali hapa, ufanye jambo
jambo jipya na utuinue hata katika maisha binafsi, maana kanisa ni uchumi pia, kanisa ni mafanikio pia. Kanisa inawezekana wengine wamekimbia kwa sababu walitafuta majibu na hawakuyaona katika kanisa, wakakuta marumbano, wakakuta mifarakano. Lakini leo hii tuko mahali hapa kuthibitisha kwamba kanisa lote la Tanzania, bila kujali dini kubwa wala ndogo, tutakuwa kitu kimoja. Mwakani majira kama haya tukirejea kwenye viwanja hivi, ninajua tutakuwa zaidi ya hivi. Baba, katika jina la Yesu ninaomba haya machache nikiamini pamoja na wapakwa mafuta, na watu wote tuseme amen.